Kupitia idara ya habari maelezo imeratibu mikutano ya mawaziri kuelezea mafanikio ya miaka 60 ya muungano, na pia kwa kipindi cha miaka 4 wizara imeratibu taasisi za serikali 105 kueleza mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo kupitia mikutano hiyo wananchi wameelezwa kuhusu miradi, program na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali katika kuboresha maisha yao na maendeleo ya nchi. Sekta ya habari imechangia sana katika utekelezaji wa falsafa ya 4R au R4. Kama nilivyosema, hii ni sekta muhimu sana. Na ndio maana wengine wameita fourth estate. Muhimu sana. Kupitia falsafa ya R4 au 4R ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wizara imefanikiwa kuleta utulivu ndani ya sekta ya habari. Kama kuna maridhiano, basi maridhiano yameanza ndani ya sekta ya habari. Na sasa kuna utulivu. Vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungiwa kwa makosa mbalimbali vilifunguliwa, na wizara imekuwa na mwelekeo wa kuvilea zaidi vyombo vya habari. Na hii imesababisha kuongezeka kwa uhuru wa vyombo vya habari na kuiwezesha Tanzania kupanda kwenye viwango vya uhuru wa vyombo vya habari duniani kutoka nafasi ya 143 mwaka 2023 hadi nafasi ya 97 mwaka 2024. Na ni imani yetu kuwa Tanzania itaendelea kupanda zaidi, na kama nilivyosema, kazi moja ya bodi ya ithibati ni kuwalea, lakini pamoja na kuwalea ni kusimamia maadili, kuunga mila na desturi zetu, tukisisitiza kwamba uhuru wowote una mipaka. Hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Uhuru ambao hauna mipaka ni fujo. Freedom and rights without limitation is anarchy. Kwa hiyo tuzingatie pia tunapotekeleza majukumu yetu na uhuru wetu sisi kama waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari, tusisahau kuiangalia ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoweka mipaka na wajibu katika kutekeleza uhuru na haki uliopewa.